Tathmini yako ya mchezo, umeona ni mchezo aina gani kwako? Ushindi wa Yanga wa mabao 3-1 dhidi ya Coastal Union ya jijini Tanga kwenye mchezo uliochezwa kwenye dimba la KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam unawafanya Yanga kufikisha michezo 20 bila kupoteza, kwa maana unbeaten michezo 20 tokea mwaka 2021 kwenye michezo pekee ya kombe la CRB Federation. Mara mwisho walipoteza finali dhidi ya Simba kwenye dimba la Lake Tanganyika kule mkoani Kigoma, na Simba wakawa bingwa kwa bao ambalo alifunga Tadeo Luanga, kiungo wa zamani wa Simba, raia wa Uganda. Tokea hapo wamecheza michezo 20 na wamekuwa mabingwa mara ya 3, lakini hawajaweza kupoteza mchezo wowote ule. Sasa ukienda kwenye matukio makubwa ambayo yalitafsiri magoli kwamba Yanga walikuwa bora wapi, Coastal Union walifeli wapi, tukio la kwanza lilikuwa tukio la mapema kabisa la mchezo ambapo Yanga walipata bao dakika ya kwanza kwenda ya pili kupitia kwa kiungo wake mshambuliaji Max Nzengeli. Ilikuwa Coastal Union wanafanya build up from the back, lakini walinaswa, mpira likamatwa na Duke Abuya ambaye alimpa pressure David Mfuko, kiungo wakati wa klabu ya Coastal Union, na baada ya Abuya kupata ule mpira Abuya alimpasia Khalid Aucho alimpigia mpira Max Nzengeli aliwatoka walinzi watatu wa Coastal Union na kufunga shuti kali. Lakini dakika 20 na kitu Nzengeli alifunga tena bao la pili kwa mchezo huo, ambapo safari hii sasa bao hili pressing ilitokea kwa Clement Mzize ambaye alifanikiwa kupata mpira baada ya kumpress Mabad Maulid, striker Coastal Union. Alipiga pasi kwa Pacome Zouzoua ambaye Pacome bila hajizi alimpasia kwenye nafasi Max Nzengeli ambaye alitishia na then akascore goli la pili la mchezo. Lakini goli la tatu lilifungwa na quick combination play ambayo Yanga wamekuwa bora sana kwenye eneo hilo. Yaani wanapiga pasi haraka za kuonana kama ambavyo wanafanya kwenye mazoezi ili kutafuta nafasi. Khalid Aucho alikuwa na mpira, wachezaji watatu wa Coastal walivutika alipokuwa yeye na Maxi, lakini alivyoweza kupiga penetration pass kwenda kwa Maxi alivotani tu ikawa rahisi kuwabit wale walinzi wote watatu na kuwatoa kwenye maeneo, na badala yake alibaki Miraji na odha mlinzi wa kushoto na Lamek Lawi ambao wote walikuwa na walinzi. Lamek alikuwa karibu na Dube na Miraji alikuwa karibu na Mzize. Max alimpa pasi Dube, akawa amefanikiwa kumvuta Miraji yule mlinzi wa kushoto wa Coastal na Mzize kwa free. Alivyosukua pasi Mzize akafunga bao la 3. Kwa hiyo high pressing pamoja na quick combination play imewafanya Yanga wapate mabao 3 leo kama eneo la uimara. Coastal kushindwa kudila hayo yamepelekea kupoteza magoli 3, lakini Coastal Union walifunga bao moja la kufutia machozi kutoka kwa Miraji Hassan na odha wake beki namba 3 baada ya Gustavo kutackling pila kumfanyia pressing Clement Mzize. Na Miraji Athmani aliojiwa baada ya mechi amesema alivyopata tu mpira nje ya box alimuona kipa wa Yanga Abu Twalib Msheri ipo kwenye nafasi yake nzuri na akapiga kwa umbali mrefu, wakapata bao moja la kufutia machozi. Kwa hiyo tathmini ya kiufundi kwa eneo la mechi ndivyo ambavyo ilikuwa kwa namna hiyo. Sawa, asante sana Bisai Steven Junior Kachero wa kimataifa. Lakini kabla haujatoka uwanjani, ukiwa unatoka hapo uwanjani unarudi nyumbani, kabla hujatoka hewani, hebu tutazame performance ya mchezaji Duke Abuya. Umemtaja sana kwenye tathmini yako, labda pengine ndani ya kikosi cha Yanga Duke Abuya ni mchezaji wa aina gani? Ni kama mtu anayewafanya wachezaji wa ndani wapashe misuli kwa nguvu wakihofia kupoteza namba. Kwa hiyo Abuya ni kama kengele kwenye kikosi cha Yanga kwamba mchezaji wa kiungo yote asiyepasha vizuri, asiyecheza vizuri, kocha akimpa majukumu Abuya anaenda anayafanya. Kumbuka kwenye kikosi cha Dabi ambacho mechi imeahirishwa alipangwa kwenye timu, na leo amepangwa tena. Takriban michezo 4 mfululizo anakuwepo kwenye timu. Anatoka Mudathir haya, yeye ameenda kuingia kwenye nafasi kucheza pembeni ya Khalid Aucho. Lakini Mudathir pamoja na Aucho akiwepo, alivyokuwepo kwenye mchezo wa Pamba, yeye alienda kucheza nyuma striker kama namba 10, afu Azize kama ametokea bench. Coach alimopt Abuya kwa sababu Abuya ana offer kukaba eneo kubwa la uwanja bila kuchoka, eneo lolote lile, either juu high pressing au katikati tunasema mid pressing. Lakini Duke amekuwa mzuri pia, timu inapenda kushambulia, anatoka kwa kasi anaenda kushambulia. Tayari ameshafunga magoli 2 na ameshatoa assist 1. Anaonyesha jinsi gani huyu mchezaji ana work rate kubwa. Sasa na yeye kwenye timu ameshaanza kuingia kwa nguvu tofauti na ilivyokuwa mwanzoni. Sawa,
Bisai Stephen Junior Kachero wa kimataifa. Tutarudi kwako kuhusiana na mchezaji Maxi sambamba na Jonathan Kangalombo kwa kila ambacho amekionyesha kwenye mechi ya leo. Lakini awali Ali Kamwe pia alizungumzia performance ya mchezaji Maxi kabisa. Sasa afisa habari wa klabu Young Africans, sisi tunataka tufahamu tu vipi kuhusiana na Max Nzengeli. Wewe unamtazamaje, jicho lako? Na autuambie ahadi ambaye alikwambia kwenye dabi kwamba za dunia na mambo kwamba Max Nzengeli alimwambia Ali Kamwe kwamba mechi inayofuata ambayo ilikuwa inachezwa dhidi ya Simba kwamba alikuwa anaenda kufunga goli 4. Yaani hizo goli 4 Max peke yake alikuwa anaenda kutupia kambani. Sasa sijui hiyo mechi ingeishaje, na ndio maana leo hasira za kukosa dabi kazi onesha kwenye mechi dhidi ya Coastal Union. Ilikuwa inasemaje ahadi Ali Shabani Kamwe? Maxim pia Nzengeli alinipa ahadi mechi ambayo hatukucheza hapa nyuma. Alisema anataka avunje rekodi ya King Kibaden Mputu kupata hat-trick kwenye dabi. Kwa hiyo mechi ilikosekana, ule moto ambao ameuhamishia hapa ni kidogo, lakini dhamira yake ambayo aliiweka, na aliniambia hata natoka tukutana akaniambia baada ya kupata goli 2 ikabidi ni shushe kidogo tempo ya mechi, lakini dhamira yake ilikuwa ni kufunga goli 4 kwenye moja ya mechi ambayo tukitacheza hapa. Lakini bahati mbaya mechi ikuchezwa, kwa hiyo amehamishia nusu ya ubora wake kwenye mechi ya leo. Na Max always amekuwa akideliver katika nyakati muhimu. Hapa tunakwenda mwisho wa msimu, hapa tuna mechi kama hazizidi 11 hapa kumaliza msimu. Maana yake ndio moment ambazo wachezaji wako bora watakiwa wasimame, na Max anasimama kuonyesha uwezo huo. Leo Duke Ogabuya amesimama kuonyesha huo uwezo. Timu nzima imeonyesha kwamba iko tayari sasa kwenda kumaliza msimu vizuri. Sawa, huyo ni Ali Shabani Kamwe. Umemwelewa vizuri mgunduzi Nimemuelewa. Kwamba Max alikuwa anataka kufunga goli 4 kwenye mechi dhidi ya Simba dabi. Wewe kuweza. Kwa Max angepiga 4, alafu bwana harusi akapiga 2, 6 hizo. Dube akapiga 1, 7. alafu wiki tayari tushafika. Tayari. Ingekuwa balaa. Bora wamekimbia. Hata ungekuwa wewe. Ningekuwa offside ya mkimbizo. Abisai Stephen Junior Kachero wa kimataifa, kulikoni kuhusiana na Maxi bwana? Anapambwa kana kwamba ni mchezaji ambaye ana uwezo wa Cristiano Ronaldo ama Lionel Messi. Anakuzwa sana ama ni mchezaji ambaye ameimprove hivi karibuni kwa maana ya Max Nzengeli? Unasemaje Abisai? Umemshuhudia uwanjani kwa jicho lako la nyama. Tokea ametoka kwenye kipindi cha kujiuguza amekuwa na form bora sana. Kwenye ligi kuu NBC amefunga mabao 4, ametengeneza assist 6, amehusika kwenye magoli 10, lakini tayari hapo unaona alisababisha penalty 2. Kwa hiyo yupo kwenye kiwango bora sana, na anaweza kucheza winga ya kushoto mshambuliaji, winga ya kulia kama kiungo mshambuliaji, au namba 10. Na wengi walikuwa wanajiuliza endapo akipona nafasi yake na Clement Mzize, nani atakuwa anaanza, nani atakuwa anamsubiri mwenzake. Lakini imekuwa tofauti kwa coach Milud Hamdi, kwa sababu leo ameenda na Max, na still kwenye timu kulikuwa kuna Pacome, kulikuwa na Mzize yule ambao watu walikuwa wanajiuliza. Lakini tumemwona Stefan Aziz ndiye ambaye amekuwa akienda nje kwenye kikosi ambacho coach alikipanga kuelekea mechi ya dabi dhidi ya Simba ambayo imeahirishwa. Stefan alikuwa nje kwa issue ya majeraha kama ilivyoripotiwa ya nyonga, lakini Max alikuwa kwenye timu. Pacome alikuwa kwenye timu pamoja na Clement Mzize, kwa maana ya kwamba Pacome na Max watakuwa wanabadilishana kucheza wings na mmoja anakuwa anaenda kucheza nyuma striker. Kwa hiyo Max form yake hii inazidi kumpa kichwa headache kocha kwamba Aziz Ki akiwa fiti, Pacome yuko fiti, na Max sasa hivi yuko fiti na Mzize, kuna mtu anatakiwa asubiri nje ili accommodate striker Dube, na huyo mtu hajaonekana kama ni Max, na huyo mtu hajaonekana kama ni Mzize. Badala yake inaonekana Pacome Suswa ndiye ambaye anapata huu ushindani wa nafasi kwenye eneo hili, na hii ni kwa sababu Max anafanya shughuli nyingi uwanjani. Anacheza akiwa bila mpira, anamzidi Pacome kwenye hilo. Anaweza kuja katikati mwa kiwanja kuchukua passing, anamzidi Pacome kwenye hilo. Anaweza kucheza kwa kasi kuliko Pacome kwenye hilo, lakini ustadi wa kuwapita watu ndipo ambapo Pacome anamzidi. Sawa, hapo nimekuelewa sasa Kachero. Umemwelewa Kachero namna ambavyo amemzungumzia Max? Nimemuelewa, lakini kabla hajatoka kwenye line, ndio bwana Kachero wa kimataifa, tunataka kufahamu kuhusiana na Jonathan
Ikangalombo. Vipi, unamuonaje wewe? Kwa namna ambavyo nimemtazama, match fitness yake iko chini, hajafika match fitness level ya juu. Ili uweze kufika, anahitaji kucheza dakika nyingi. Sasa hili la kucheza dakika nyingi naliona gumu kwa sababu ifuatayo. Kwa sababu nafasi anaweza kucheza yeye, winga ya kulia ama winga ya kushoto, ni nafasi ambazo kwa sasa Yanga ina wachezaji ambao wana uwezo mkubwa na wanashindana sana. Top scorer wa ligi kuu NBC ni Clement Mzize pamoja na wenzake ambao wana mabao 10. Yeye anatoka winga ya kulia. Ni nafasi ambayo Ikangalombo anaweza kucheza. Ushindani unaoona ni mkubwa. Upande wa kushoto kuna huyu Max Nzengeli mpia ambaye kwa sasa fomu yake iko juu sana. Leo tu kafunga mawili kwenye kombe hili, lakini kwenye ligi kuu na magoli 4 na assist 6. Tokea ametoka bench amehusika kwenye magoli 12. Tayari ni performance. Mwangalie Pacome Suswa ambaye tayari ana magoli 7 na assist 7 kwenye ligi. Na leo amemuassist goli Max Zengeli. Kwa hiyo kocha hawezi kuopt kirahisi kuwatoa mmoja kati ya hao ambao wako kwenye form kumpa nafasi Ikangalombo ajitafute kwenye ushindani. Kwa lazima atakuwa anamtoa bench taratibu apate dakika. Sasa uchache wa hizi dakika utamfanya asipate ule utimamu, kwa sababu michezo ya ligi kuu imebaki 8 kufikia 30. Yanga wamecheza 22. Na huku kombe la CRB Federation Yanga iko robo finali. Kwa hiyo robo mchezo mmoja, nusu mchezo mmoja, na finali ni mchezo wa 3. Michezo imebaki 3. Ukijumlisha na ile 8 ya ligi kuna michezo 11. Kwa hiyo tathmini yangu inasema Jonathan Ikangalombo, ili apate utimamu wa mwili na tumuone anawania namba kwenye mazingira ya fair ya utimamu, Ikangalombo ni mpaka mwanzoni mwa msimu ujao 25-26. Kwa sababu hii michezo kocha anaitaka yote, hakuna mwana uhakika wa ubingwa wa ligi, hakuna mwana uhakika wa ubingwa wa kombe la CRB. Kwa hiyo ataweka full squad ambayo itamjumuisha Mzize, Pacome, Maxi. Yeye atakuwa anatoka kama chaguo la 3 kuja kusupport yoyote kati ya hao ambaye hayupo. Kwa uchache wa hii michezo sioni akipata hizo dakika nyingi na kurudisha utimamu wake wa mwili. Ila faida alionayo, tayari ipo kwenye timu, anacheza bila pressure kubwa kwa sababu wachezaji wako kwenye nafasi zao zipo. Scenario yake inakuwa kama ile ya Mpanzu ambaye alisajiliwa Simba akaweza kucheza kutokana na taratibu za usajili na dirisha lijafika, lakini anafanya mazoezi na timu. Alizoea wachezaji, alizoea mazingira, alijua kocha anataka nini. Muda ambao Simba wanamsajili Mpanzu leo ni talk of the town kwa timu yao. Na hivi ndivyo ambavyo naona scenario inakaribia kufanana kwa Ikangalombo. Yupo kwenye timu, anaingia taratibu. Pre-season kwake ikija itakuwa na faida na hataonekana mgeni sana. Kwa hiyo msimu mpya unavyoanza, nadhani atakuwa na match fitness ya juu na kuwa kwenye mazingira sawa ya kushindania nafasi.